Bugatti bana anatuzalilisha kwanza wanaume. Kwa sababu anafanya vitu vingi sana, alafu baadaye anakuja kuviruga, anavuruga yeye mwenyewe. Yaani kwenye wanaume anatufanya sisi wanaume tuonekane kama matapeli. Yaani yule bingwa toka anaanza kumjua sasa hivi kaacha hii ndoa ya 8 nafikiri. Na sio kaacha, anaachika. Yaani unajua yule bwana anaachika. Sasa stories ziko nyingi za Manara. Sasa binafsi kwa mimi naona kama kuna kitu binafsi Manara kama Manara anafeli, kwa sababu kila siku unakuwa unaoa afu unaacha au unaachika au unaoa na unachika, lazima kuna tatizo. Binafsi labda anatakiwa jikubali yeye kama yeye kwamba anatakiwa apate mwanamke wa aina gani. Mwanamke wa kutrend kwenye mitandao au anataka mwanamke wa ndoa ambaye anataka kuishi naye kwenye maisha. Unajua wanawake wao kwa wengi mjini hapa. Kwa hiyo wewe mwenyewe mwanaume ndio wewe, tatizo linakuja kusisi kwenye chaguo. Kwa hiyo mimi binafsi nasema Manara ndio kwenye machaguo yake anafeli. Na ndio maana anaachika. Sasa ukiwa na chaguo bora, ndoa yako itakuwa sawa tu. Kwa sababu watu wengi wako kwenye ndoa. Na ndoa zao zinadumu, wanaishi, maisha yanaendelea, na mpaka hivi tunaongea maisha yanaendelea. Umeona? Sasa kwa nini iwe kwa Bugatti? Yaani stories zinakuwa kwa Bugatti. Kwa nini sio mtu mwingine? Kwa hiyo tunapo tunajiuliza. Mpaka sasa tufanye tuamini maneno ya Dula, ya kwamba Dula kaongea sentensi ngumu sana, umeona? Sasa zile sentensi zile inabidi sisi kama tunaziamini vile, kwa sababu aliyetoa story hiyo ni mtu wa ndani, yeye mwenyewe mtu wake wa ndani ambaye alimwacha. Dula akaja kutuambia sisi kwenye nyimbo yake. Lakini sasa unaangalia tatizo liko wapi? Tatizo liko kwa bingwa mwenyewe. Ana machaguo sahihi. Unajua ndoa ni kama ndoa ni ibada. Kwa hiyo ni kitu ambacho nitakuwa unaposema naingia kwenye ndoa sehemu, yani uingie kweli na utafute mtu sahihi na umuombe sana Mwenyezi Mungu kwamba na sasa nataka niingie kwenye ndoa, huyu mke unanipa ni sawa sawa au ni wakati kweli sasa mimi kuingia kwenye ndoa. Wewe Mwenyezi Mungu ukimwomba vizuri, naamini atakujalia, utapata mke bora, au hata mwanamke atapata mume bora. Lakini kama tunakutana tu mtaani hivi, tunakutana kwenye maklabu, tunakutana kwenye viwanja vya mpira, alafu tunatangaziana ndoa, hatujuani vizuri, ndio mambo kama haya Bugatti. Unataka kusema kwamba Bro Albert, unataka kusema kwamba Manara anashindwa kwenye kuchagua wake sahihi, na sio kama baadhi ya wengi ambao wanazungumza ya kwamba tabia za Manara ndio zimekuwa tatizo. Yani ana tabia fulani hivi ambazo ni ngumu kuvumilika, na ndio maana haya yanatokea. Sasa wewe unasema ndoa zake, yani hana chaguo sahihi, na wale wanakuambia kwamba tabia zake Manara ndio shida. Vipi hapa? Ndio hicho ninachokuambia, kwa sababu kwamba muolewa anaoa lazima kwanza mwe mnajuana. Tatizo linakuja kwamba hao tu wanakutana, yani kwenye mitandao tu wanakutana tu, kwenye maklabu wanakutana, kwenye mipira wanakutana, kwenye maconcert, yani wanakutana sehemu kama hizo. Yani sio mtu sahihi kabisa kwamba mimi nimekaa sasa mimi nataka nioe, ukashirikisha familia yako, bana mimi kuna mtu nimempata nataka nioe. Umeona, na familia ikaangalia. Unajua wazee wa zamani, unajua labda nikuishe nyuma kidogo. Wenzetu zamani wazee walikuwa wanafadili na ndoa zao kwa sababu ya kitu kimoja. Yaani mimi nikitaka kuoa sasa hivi naambiwa naenda kuoa. Yaani umri ukishafika kuoa, naambiwa naenda kuoa nyumba fulani. Na yule binti kule anaambiwa utaolewa na nyumba fulani. Tayari mzee wangu mimi na mzee wa kule kwanza wanafahamiana. Umeona tabia zao, maisha yao, kila kitu, mila zao zote zinajulikana. Kwa bwana utaenda kuoa sasa. Na ndio maana ndoa nyingi ziko zinadumu. Lakini sasa hivi tunakutana tu hivi. Yaani ndoa nyingi sasa hivi hasa hao mastaa naona. Yaani unakutana kwa sababu tu star kwa sababu kashaonekana sehemu fulani, kaonekana sehemu basi wanatangaza ndoa. Lakini zile ndoa zinakuwa hazina baraka. Na ndio mwisho wa siku sasa mnaanza kupeleka maneno ya kashfa. Na bwana kwamba mwanamke huyu hajui kupika. Sawa, mwanaume huyu mimi anizishi kitandani, umeona, mwanaume huyu mimi si mwanamke huyu si mchafu, umeona, vitu kama hivyo. Yaani vinakuja sasa baadaye kwa sababu mkuu mjuani, nyewe mmekurupuka tu. Umeona Kwa Waislamu kuna mashehe, mimi nafikiri ukimfuata sheba mimi nataka nioe, shehe kasoma dua kweli, dua kweli. Bwana mke fulani hivi na hivi, watu wakatulia, watu wazazi wametulia. Unapata mke mzuri na unaoa vizuri tu. Lakini kama utakasiwa na mitandaoni, leo kachukuliwa sana mtu fulani, amna ndoa pale. Tatizo liko kwa aje mwenyewe. Ndio maana nakwambia chaguo sio sahihi. Nakwambia kwamba huyu mwamba ameshindwa kudumu kwenye ndoa zake, lakini pia ameshindwa kudumu hata kwenye virabu hivi vikubwa vya Simba na Yanga, ambapo pia alikuwa anafanya kazi. Yaani Simba aliondoka, Yanga mambo yakawa magumu,
Kuna watu wanakuambia zamani alikuwa katibu mwenezi ya chama fulani. Mambo yakawa magumu. Kwa hiyo wapo watu wanakuambia kwamba huyu mwamba mbona ana shida mno. Kokote anapoingia mambo yanakuwa magumu. Sasa kitu kingine kikubwa ni kwamba Manara yeye mwenyewe kwanza atakuwa ajitambue yeye ni mtu wa aina gani. Na unataka kuishi vipi, yaani uishi vipi katika maisha sasa hivi yalivyo. Sasa bingwa yeye anafeli kitu kimoja kwamba kila sema ndio kwenda anataka kuwa yeye ndo kioo. Umeona? Yaani sasa anataka kuwa mkubwa kuliko mpaka mwenye ambaye kamweka pale. Umeona? Ndio maana unaona Simba alishindwa akagombana na Babla, mwisho wa siku baadaye akaja kusema Babla sio kweli, aje gombana naye ni maneno tu, ni mtu mwingine. Umeona? Akaenda kaingia Yanga, akaongea vitu vingi, mwisho wa siku akafungiwa, kurudi injinia akampiga chini, kamweka Alikamwe, maneno yakawa mengi. Umeona bana? Haya, kwa ni mtu ambaye mtu wa stories, sio mtu wa story. Na mimi nafikiri Manara anapenda hizo story. Yeye anazipenda ni kuongelewa, yani kwamba anakuongelewa hivi yeye kwake ndio anasikia. Ndio anasikia raha. Umeona? Yani ndio lifestyle yake ya maisha. Kwamba anapenda kila siku mitandaoni awepo. Umeona? Kote huko. Zake anaziweka huko. Kote awepo. Sasa maisha yale binafsi nafikiri bado kajiamulia hivyo. Sisi hatuwezi kumchagulia kwa Manara au bwana Bugatti hebu ishi hivi. Nafikiri mimi katika familia yake najua zaidi. Umeona kwamba kwa nini anakuwa hivyo. Japo stories ziko nyingi lakini hizo stories tuachane nazo, lakini tuangalie kwa nini akai kwenye ndoa. Je, anaacha au anaachika? Au shughuli ndio kama ambavyo vinasema. Kama ilivyosemekana. Lakini ukiangalia vizuri sasa mimi naona kama yeye anaachika. Mimi naona yeye anaachika, sio anaacha. Yeye anaachwa. Yeye anaachwa. Na ingawa yeye anajua tatizo analo yeye, lakini hataki kuambia watu kwamba yeye ana tatizo. Kwamba yeye anaona anajua zaidi kupinda mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo vitu kama hivi ni kwamba sisi tutoka tunamwangalia, tunasubiri na haizifiki siku 2-3 tunasema katangaza ndoa nyingine. Atatangaza ndoa nyingine, bingwa ndo zake. Kuna mtu ataingia kwenye mtego, atatangaza ndoa nyingine. Sasa akitangaza ndoa nyingine, je, ndio anakuambia atapata mtu sahihi? Hakuna mtu sahihi, kwa sababu mtu sahihi ni kwamba ukae utulie sana. Haiwezekani ukae kwenye mwezi mmoja au miezi miwili umeacha ndoa, umeacha mke au afu ndani ya siku 3, 4, 5 utangaza mke mwingine. Yaani yule mke anatangaza anaolewa na wewe mwanaume unatangaza unaoa. Nakwambia juzi baada ya taarifa ya kuachana na aliyekuwa mke wake akaposti yuko site. Anaonyesha nyumba yake kwamba mimi hainitishi, wewe nimeachana na wewe, mimi naendelea kujenga mjengo. Kaonyesha mjengo wako ambao anaujenga maeneo ya Kigamboni. Ndio maana nakwambia yeye ndio lifestyle yake Manara. Kwamba yeye kwake kawaida. Yaani sisi kwamba bwana wewe nenda, mimi najenga nyumba yangu. Yaani sisi hapa na watu wengine tutatoka kwenye tunazungumza sana hilo swala. Lakini hata habari hana. Yaani yeye anaona sawa tu alichokifanya kiko sawa. Mbona? Yaani kwamba kawaida tu. Sasa sisi ndio tunaweza story sasa kama hivi tunaongea. Lakini hata habari hana. Kisha kula kijiti chake, kashafa mambo yake, yeye anaona level tu. Anaona sawa. Una sawa tu, nyinyi mtajua wenyewe, mmeongea msiongee mtajua wenyewe. Sasa hivi tukizungumzia Simba yuko katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Manara leo kusema ya kwamba Simba haizi kuja kubeba ile kombe hapa Tanzania. Kama yeye akiwa hayupo ndani ya Simba. Na atakao kuja kufanya hivyo kwa mara ya kwanza itakuwa timu ya wananchi Young Africans. Kwa nini tukizungumza Manara kipindi kile Simba iko nusu finali sasa hivi? Unaona Simba kwenda kutengua ile kauli ya Manara au vipi hapo? Manara kuongea ni kawaida. Mtu yote ana haki ya kuongea chochote anachokifikiria. Kio cha kweli, kio cha uongo, kio cha hakina maana. Unaongea tu vile unavyoona wewe. Kaongea hivyo sawa. Haya, Simba sasa hivi wameingia nusu finali. Na stori za nyuma ilionekana kwamba Yanga ndo wangechukua ile kombe. Umeona? Kabisa. Lakini mimi naikubali sana kauli ya mwekezaji wa Simba na yeye alisema nyuma kwamba anaandaa timu lakini anatamani siku moja Simba iwe kubwa bebe kombe la Afrika. Na ukiangalia tunapokwenda sasa hivi na kwa usajili tuliofanya, Mwenyezi Mungu akitupe wachezaji wetu wa salama. Jumapili tunacheza na Stellenbosch. Timu ngeni Afrika. Hata ukiangalia kwenye rekodi zao wako chini kidogo. Kila wako vizuri. Ndio nakwambia timu ngeni lakini sawa nao wameingia nusu finali. Na mbaya zaidi wamepata confidence, wamemtoa Zamalek. Tena wamemtolea akiwa nyumbani kwake. Wanamfunga goli moja ambalo halizi kulipa. Na kumbuke Zamalek ni tushachukua ile kombe. Bingwa mtetezi.
klabu bingwa mtetezi alishachukua kombe la shirikisho. Kwa hiyo ni mchezaji ni timu ambayo inajitambua na inajua nini inafanya. Lakini wametolewa na ile timu. Kwa hiyo Simba nao kwa miaka ya karibuni watu hawana historia kama Simba walishaingia nusu finali, walishaingia finali. Watu hawataki. Sawa, tumelifuta hiyo. Ingawa kwenye rekodi za Afrika Simba ashaingia nusu finali, nyuma huko ashaingia finali miaka 93 kwenye kombe hili. Watu wakina hawataki. Sasa safari Simba tumeingia nusu finali, watu wapo. Japo tunaambiwa kwamba Simba kapigwa goli 2 akifika hapa. Wakiangalia kwamba kuna timu ambayo ilikuwa inajinasi kwamba iko vizuri, ilitaka ipate goli moja tu taifa hapa. Na ilishindwa. Lakini Simba tumepata goli 2 na kwenye penalti tukaingia kwenye matuta tukashinda. Tunaingia nusu finali. Mchezo wa Jumapili mimi naona mchezo kwetu mchezo mzuri. Tunaenda kushinda ile game. Tuna goli nyingi. Kwa sababu Simba, viongozi wa Simba, wachezaji wa Simba hawaangalii nani kasema nini. Yaani waangalii mimi nimesema nini, hawaangalii si Bogati kaongea nini, si waangalii nani si Alikama kaongea nini. Yaani hawaangalii nani anaongea nini. Wenyewe wanaangalia uwanjani. Yaani majibu yote yanakuwa uwanjani. Yaani baada ya mechi ndio mwanzo kwa. Kani mechi hiyo hawajasema wachambuzi kwamba Simba ana kwa mchambuzi mmoja nilimsikia wa Crown anasema Simba wanapanda mlima Everest. Ulimsikia yule mchambuzi. Na alitoa kabisa. Kuna yule mwingine wa Safi na yule mwingine akaongea kabisa kwamba anaipa Simba 30% kuvuka. Umeona? Dakika 90 zimeisha, mpira umeisha, imekuwa tofauti na mwanzo yao. Kwa hiyo Simba wenyewe hawakujibu kwenye mitandao, hawajibu kwenye media, hawajibu sehemu yote. Wenyewe Simba tutakujibu, sisi Simba tutakujibu uwanjani. Tunapata matokeo. Kwa hiyo tayari sasa hivi wanaanza kusema tena kwamba Simba hawezi kuitoa Stellenbosch. Sio? Finali ya kwanza tunacheza Zanzibar. Sisi tuna hakika kwamba mechi ya Zanzibar Fadlu afanye kazi South Africa. Ndio. Na nilikubali malaika juzi aliongea kwamba anawajua vizuri sana. Kwa sababu kashafanya nao kazi, anajua kashata nao. Kwa hiyo mimi naamini Fadlu ana mbinu nyingi sana za kujua ile timu kuliko mtu yoyote ambaye wapo wachambuzi si watu ambao wanaongea vitu ambavyo hawavijui. Kwa hiyo mimi naamini mchezo utakuwa mgumu. Sawa, sisi wote mchezo unakuwa mgumu. Lakini mimi naamini tunapita hichi kizingiti. Tunapita. Watu wakwambia na timu ya kwanza kubeba kombe Afrika hii kwa Tanzania. La Afrika. Lolote ile kama la shirikisho la kabingwa. Itakuwa ni Simba, kama timu nyingine. Hamna timu nyingine. Kwa Zanzibar maji kugumu. Zanzibar hakuna uchawi wa uvuki maji. Simba anaenda kutolewa na uchawi wao uvuki maji. Ukisema mambo ya dunia, hata kule mambo dunia yapo. Kani iweze marudie huko. Wanakuambia kule mnaenda shimoni, sio kama kwa Mkapa mmezoea kuloga. Umeona mpira upo hivyo. Hizo ni stories za watu wanazongea. Mpira upo hivyo. Mpira uko darasani, mpira uko wapi? Kwa kiwanja cha mazoezi, mpira uko kwenye mechi kwenye dakika 90. Na ukiamini kwamba mambo ya uchawi kwenye mpira ndio unaona watu wanafeli kama hivi. Umeona? Watu wanafeli. Sasa sisi tuamini, si hatuamini huko, sisi tunaamini uwanjani. Kwa sababu uwanjani tunasema unapata matokeo. Upambane uwanjani, umsikize mwalimu anasema nini? Usikize benchi la ufundi linasema nini? Usikize viongozi kwa mchezaji, usikize viongozi wanataka nini na miko ya timu na miko ya mchezaji kama mchezaji unataka ufanye nini kwa wakati huo. Ukicheza vizuri mnaenda. Lakini sasa mnataka kuamnisha watu kwamba mpira ni uchawi. Ndio unaona tumtuma bouncer tu kwa mazoezi, tumtuma bouncer timu isiingie uwanjani kwa mazoezi. Kwa hiyo Simba inaenda kutoboa. Tena vizuri tu. Yaani mimi ninachoomba Mwenyezi Mungu tu wachezaji wangu wawe salama. Sio ukajificha bwana. Yaani mimi wachezaji wangu wawe salama. Jumapili sio wakimbia. Wachezaji wangu mimi naomba tu wawe salama. Kama hivi tayari msemaji kashavuka maji, mshaenda. Kwa hiyo mimi naomba tu wachezaji wetu wawe salama, mke salama, Mwenyezi Mungu siku ya Jumapili hapo kuweza mimi siku ya Pasaka. Unategemea nini? Tuenda kufufuka na mtu. Hatari sana. Yesu anafufuka na ndio tunakwenda. Bwana Bro Alberto, shukrani sana. Pamoja sana. Shukrani.